Mkurugenzi mtendaji wa Samsung Han Jong-hee afariki dunia. Hong Kong. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Samsung Electronics Han Jong-hee mwenye umri wa miaka 63 amefariki dunia kwa mshtuko wa moyo. Kwa mujibu wa taarifa ya CNN, Han Jong-hee ambaye ni mkurugenzi mwenza wa kampuni hiyo amefariki dunia leo Jumanne kwa mshtuko wa moyo. Han ambaye alizaliwa mwaka 1962 alikuwa akiongoza biashara za kielektroniki na vifaa vya simu vya Samsung tangu mwaka 2022. Aliteuliwa kuwa makamu wa rais na mkurugenzi mtendaji wa Samsung Electronics mwaka 2022. Kwa mujibu wa CNN, John Yong Han ameteuliwa kuchukua nafasi ya Han na kwamba atakuwa mkurugenzi pekee wa kampuni hiyo. Han amekuwa kwenye kampuni ya Samsung kwa takriban miaka 37 kama mkuu wa biashara za elektroniki. Pia alichangia katika ukuaji wa kampuni hiyo katika hali ngumu ya kibiashara. Han alijiunga na kampuni hiyo mwaka 1988 baada ya kupata shahada ya uzamili katika uhandisi wa umeme kutoka chuo kikuu cha Inha. Kabla ya kuongoza idara ya elektroniki na vifaa vya Samsung, alikuwa kiongozi wa operation ya maonyesho. Pia taarifa zinaeleza Han alikuwa muhimu katika kuzindua television za LED za Samsung ambazo pamoja na uvumbuzi mwingine wake zilisaidia kampuni kuonyesha uongozi wa kiteknolojia. Mkurugenzi mpya aliteuliwa John Yoon-hon atakuwa pekee atayesimamia kampuni ya teknolojia hiyo Korea Kusini wakati yanafanyika maboresho ya kibiashara. Jong-un aliteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa Samsung wiki iliyopita katika mkutano wa kila mwaka wa wanahisa. Changamoto za Samsung hivi karibuni. Samsung imekuwa ikikumbana na changamoto kadhaa katika miaka ya hivi karibuni, hasa katika sekta ya semiconductor. Kampuni hiyo imeshindwa kuenenda na kasi ya washindani kama vile Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSMC katika uzalishaji wa vifaa vya hali ya juu. Pia katika soko la vifaa vya kumbukumbu memory chips, Samsung imebaki nyuma ya kampuni nyingine ya Korea Kusini Hynix, hasa kwenye teknolojia ya high bandwidth memory HBD ambayo ni muhimu kwa vifaa vya Nvidia. Wakati wa mkutano wa mwaka na wanahisa wiki iliyopita, Han aliongoza kikao ambapo aliomba radhi kwa utendaji dhaifu wa hisa za Samsung. Alitahadharisha kuwa mwaka 2025 utakuwa mgumu kutokana na hali ya kutokuwa na uhakika wa sera ya kiuchumi katika mataifa makubwa. Tunapanga kufanya ununuzi na uchunguzi wa kampuni mergers and acquisitions wenye maana ili kuimarisha ukuaji wetu, alisema Han kulingana na ripoti ya Reuters. Athari za kifo chake. Kifo cha Han kinakuja wakati Samsung inahitaji uongozi thabiti ili kukabiliana na changamoto hizi. Wataalamu wanasema kuwa nafasi yake itakuwa ngumu kuiziba kwa sababu ya uzoefu wake wa muda mrefu na mafanikio yake katika kuweka Samsung kwenye nafasi ya juu ya soko la teknolojia. Familia yake, wafanyakazi wake na jamii ya teknolojia wameachwa katika hali ya mshtuko na majonzi. Kifo cha Han ni pigo kubwa kwa Samsung na sekta ya teknolojia kwa ujumla, lakini kampuni inaahidi kuendelea na maono yake ya kuongoza ulimwenguni katika ubunifu wa teknolojia. Asante mtazamaji, ulikuwa nami Jivenga hapa katika channel yako pendwa kabisa ya Kiswahili TV. Shiriki maoni yako kupitia sehemu ya comment hapo chini.